Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu, nami nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Na ujumbe wetu unasema kufanya agano na Mungu kwa njia ya sadaka. Kitabu cha Zaburi mlango wa 50 na mstari ule wa 5. Nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Mpendwa na rafiki yangu, asubuhi ya leo, sadaka ni agano kati yako wewe na Mungu unayemwabudu. Usichukulie sadaka unayetoa kama ni kitu cha kawaida au ni jambo jepesi. Sadaka ni jambo linalogusa moyo wa Mungu, hasa unapotoa kwa kumaanisha na tena unapotoa kwa imani. Anasema nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa njia ya dhabihu. Unaweza ukafanya agano na Mungu aliye hai unayemwabudu kwa njia ya sadaka yako. Ukafanya agano kupitia sadaka kwa ajili ya uzao wako, ili Mungu kupitia sadaka yako apate kufanya jambo kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya mahitaji yako. Sadaka ni agano kati ya wewe na Mungu wako. Na ndio sababu ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu mlango wa 1 mstari wa 5, maandiko yanasema, basi ilikuwa hapo siku za karamu za watoto wa Ayubu ilipokuwa ikitimia, Ayubu kuamka kila siku asubuhi kwa ajili ya kutoa sadaka kwa ajili ya familia yake. Sadaka ina uwezo wa kuzungumza pale ambapo wewe huwezi kusema, pale ambapo wewe huwezi kuongea. Ndio maana Mungu anamwambia Kornelio, sadaka zako zimefika mbele za Mungu na maombi yako, kwamba maombi yanaambatana na sadaka. Ni muhimu kujifunza kuambatanisha maombi yako na sadaka yako kwa kile ambacho unatamani Mungu akufanyie. Ninakumbuka wakati mmoja kulikuwa kuna vita kati ya wana wa Israeli na Wafilisti, na wakamwambia Samuel, usiache kumlilia Mungu kwa sababu yetu, ili Mungu atuokoe. Maandiko yanasema Samuel akachukua mwana kondoo mchanga, akatoa sadaka ya kuteketeza. Wakati anapotoa ile sadaka, maandiko yanasema akamlilia Bwana, na Mungu akapiga ngurumo na Wafilisti wakafadhaishwa. Ni kwa sababu ndani ya sadaka, mpendwa,
kuna nguvu ya kipekee ambaye Mungu ameachilia. Waebrania 11 mstari wa 4, maandiko yananena wazi, kwa imani Abel alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora. Si kila sadaka tu unaweza ukajengea agano, lakini sadaka iliyo bora ndio unaweza ukafanyia agano kati yako na Mungu. Abeli alitoa sadaka kwa imani, na ile sadaka ikawa na nguvu ya kipekee. Ndio maana maandiko yanasema akamtolea Mungu dhabihu iliyo bora. Ni lazima ndani ya moyo wako ufikiri, je, dhabihu unayetoa mbele za Mungu ina ubora kiwango gani? Lakini maandiko yanasema ingawa Abel amekufa, lakini sadaka yake bado inanena, bado inazungumza. Biblia inatuonesha wazi kwamba sadaka ina nguvu ya kusema, ina kinywa, inaweza ikaongea. Asubuhi ya leo mpendwa, chukua hatua ya kufanya agano na Mungu kwa ajili ya kazi ya mikono yako, kwa ajili ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Fanya agano kwa njia ya sadaka kwa ajili ya maono yako. Isimamishe madhabahu itakaye kuwa kumbukumbu mbele za Mungu wako, ili kupitia sadaka yako utakayoinenea, Mungu aachilie neema kwenye malango yako. Fahamu nguvu ya sadaka. Usione sadaka ni kitu cha kawaida. Ona ni kitu cha kipekee ambacho kinaweza ikasababisha neema kwenye maisha yako. Mungu akuinue kupitia sadaka yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa asubuhi ya leo na kwa ajili ya mtoto wako wa kike na wa kiume ambao unakwenda kumuinua kupitia sadaka yake. Unakwenda kuachilia neema juu ya maisha yake katika kila hatua na katika kila kona. Ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Daniel Mathew